yangu, hatua ya mwanzo ambayo tunaifanya ni kukamilisha ujenzi wa reli ya kisasa SGR inayoingia moja kwa moja bandarini, ambapo utekelezaji wake umefikia asilimia 99.7 na majaribio ya usafirishaji wa mizigo yameanza hivi sasa. Sambamba na hilo, TRC inajenga eneo maalum, yani loading platform, la kupakilia mizigo kwenye treni hiyo kwa ajili ya kuondoa msongamano kwenye bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, TRC inategemea kupeleka treni ya SGR ambayo itakuwa na uwezo wa kubeba mabehewa 50 kwa wakati mmoja, ambayo itakuwa na uwezo wa kuchukua kontena 100 kwa wakati mmoja. SGR hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, reli hiyo itafanya safari 10 kwa siku, na maana yake nini? Itaweza kutoa angalau kontena 1000 kwa siku. Sasa hivi Dar es Salaam tunavyoongea, kwa siku bandari ya Dar es Salaam inatoa kontena 3600. Tukiweza kutoa kontena 1000, maana yake tumeondoa asilimia 50 ya mzigo wote wa makasha katika bandari ya Dar es Salaam, na tunaamini tukifanya hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutapunguza msongamano kwa kiasi kikubwa. Hatua nyingine tunayoifanya ni mfumo wa ratiba wa magari, yani track appointment system. Madereva wanapangiwa muda maalum wa kuingia bandarini ili kuepuka magari mingi kwa wakati mmoja ndani ya bandari. Hatua nyingine tunayofanya, Mheshimiwa Mwenyekiti, ambayo tunazungumza na Waziri wa Ujenzi, tunataka kuweka njia maalum ya maroli ambayo itaweza kusaidia kupunguza msongamano hasa wakati wa usiku, ambapo traffic katika jiji la Dar es Salaam imepungua kwa asilimia kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine ambalo tunalifanya ni kuendelea na upanuzi wa eneo la Kurasini lenye ukubwa wa mita za mraba 220,000 kwa ajili ya kuhudumia makasha 700,000 kwa mwaka. Awamu ya kwanza mradi huu inatarajiwa kukamilika mwezi Juni mwaka huu, na awamu ya pili itakamilika Julai mwakani. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia tuna mkakati mwingine wa kuondoa msongamano kwenye bandari ya Dar es Salaam: kujenga kituo cha kisasa cha mizigo katika stesheni ya SGR Morogoro chenye ukubwa wa mita za mraba 68,000 na uwezo wa kuhudumia makasha 600 kwa siku kwa ajili ya kuhudumia mizigo inayosafirishwa mikoa ya Iringa, Mbeya, Ruvuma na nchi za jirani. Hii tunaamini itapunguza sana msongamano kwenye bandari ya Dar es Salaam. Pia kupitia mradi wa reli ya kisasa SGR katika kipande cha 3, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuja na mpango maalum ambapo tunatarajia kujenga ICD kubwa pale Tabora. Kwa kushirikiana na halmashauri ya manispaa ya Tabora, tayari zipo zaidi ya hekari 1000 zimetengwa kwa ajili ya kujenga kituo hicho cha kimkakati. Kituo hicho kitahudumia shehena za mizigo zinazoingia na kutoka katika mkoa wa Tabora, Kigoma, Katavi pamoja na nchi za jirani za Burundi na DRC. Mheshimiwa Mwenyekiti, mikakati yote hii tunaifanya kuhakikisha kwamba tunaondoa msongamano kwenye bandari ya Dar es Salaam na bandari ya Dar es Salaam iweze kufanya zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia TRC kwa kushirikiana na serikali ina mpango wa kujenga vituo vingine vya mizigo katika maeneo ya Isaka mkoani Shinyanga, Fela mkoani Mwanza na Katoshi mkoani Kigoma. Vituo hivyo vitasaidia kuhudumia shehena za mizigo kwa mikoa husika na maeneo ya jirani pamoja na nchi za DRC, Burundi, Uganda na maeneo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna suala kuhusu sekta ndogo ya anga. Serikali ifanye tathmini